nimpe kichwa mbele ya mashemeji zake, wana Simba wenzangu waone nikimpa kichwa shemeji yao. Bwana, mchezo wa leo ulikuwa unasubiria kwa hamu, pengine matarajio yako ni yapi? Matarajio yangu lazima tuwafunge Yanga kwa sababu tuna kikosi bora, tuna benchi la ufundi bora, tuna uongozi bora. Wanapiga kichwani. Walisema wanapiga kichwani, pengine utajiandaa kwa namna gani? Muulize ni kichwa gani hiki kinatokuja kumpa mke wangu kingine. Maana kichwa kinatokuja kumpa mke wangu na kijua mimi. Bana, umeandaa gharama kiasi gani kuandaa huyu nani? Huyu ndio mke bora kwa sasa Tanzania. Hakuna mtu mwenye mke mzuri kama huyu. Sijui manyelewa vizuri. Labda kwa kuwa alikama ameachwa ni msela sasa hivi, ningeweza kuzungumza naye aongee na uongozi wa Yanga waangalie namna ya kuweza kufanya huyu niweze kumpa, lakini hana huo uwezo. Yanga haona hela. Anaitwa nani huyu? Huyu mama mtu. Huyu ni mama mtu. Jina lingine tunasubiri Ahmed Ally aje kutoa, maana mke anapendwa na wanasimba wote. Hii ni jezi original kabisa Yanga. Wewe unaonaje? Umemnunulia jezi ochika. Una mke kama huyu? Wewe una mke kama huyu? Sina. Shemeji yenu mzuri kusema kweli, msifieni basi. Hizi tambo ambazo mmekuja nazo mashabiki wa Simba na Yanga pia wamejipanga vile vile. Una uhakika baada ya kuondoka utaondoka naye hivi ama utabadilika endapo mtafungwa? Mimi na huyu tushakuwa mwili mmoja, ndugu waandishi. Tunapendana, hatuwezi kuachana kwa namna yoyote ile. Na kitu kizuri zaidi kwa huyu mke wangu ni kwamba leo nikimfunga nampa kichwa, akinifunga nampa kichwa. Kwa sisi furaha yetu iko pale pale. Pengine uwezo ukalisahau uwanjani baada ya kufungwa. Baada ya kufungwa haiwezekani. Sisi tunapendana, tuna upendo wa dhati, sio kubabatiza. Kwa hiyo kitu cha kuweza kuambia wana Simba wote waje leo tuwasapoti wachezaji wetu, tuwape nguvu, na kama watashindwa kufanya majambo pale uwanjani kuwapiga gongoazi, tuingie wenyewe pale uwanjani tulisakate. Mimi nitacheza kama striker, nitapiga magoli mengi sana. Bwana, muonekano wako wa juu ni kama striker wewe mpya Jonathan Toa. Pengine umekuja ukijiandaa kwamba unaamini kwamba siku wala ataingia kambani kuwafunga Young Africans. Fadlu Davis pale kwenye sabu zake akiona mpaka dakika ya 30 mambo amekuwa magumu, hatujawashindia goli Yanga, itabidi mimi Jonathan Toa mchongo niingie pale nifanye mambo, kwa sababu leo afe kipa afe beki. Yaani vyovyote vile lazima tuwafunge Yanga. Leo lazima tuwafunge Yanga kwa vyote vile, na kama hatutawafunga mimi leo nalala kwa Mo Dewji, tuambie kwa nini. Kichwa gani wewe naye? Umesema mkifungwa leo unaenda kulala kwa Mo Dewji, manake huna imani na uwekezaji wa Mo Dewji? Na imani sana, naenda kulala kwa sababu sijui kwa sababu gani hawezi kutufunga mara 5 mfululizo msimu iliyopita. Leo msimu unaanza tunafungwa nao tena, haiwezekani. Lazima tupambane, tuweke nguvu kwa pamoja, tushirikiane, tuhakikishe tunafunga hawa watu wasituzoee, maana sisi ndio mabingwa wa taifa hili. Hata kafu wanatujua sisi. Ukienda kwenye makablasha ya kafu kule inajulikana Simba sio wagongo wazi. Kwa nini tufunge 5 mfululizo? Kwanza kabisa ni homeboy pale Mkigoma mwenzangu Yusuf Kagoma pale kati, lazima kichafue, sababu Aucho hayupo, alikuwa anasumbuana naye. Hawa waliokopa lazima afanye majambo. Mtu mwingine ambaye anatamani afanye mambo yake ni mtu mbaya sana, huyo anaitwa Elim Panzu. Yule bora kama leo kaamka salama, yuko vizuri, lazima afanye majambo. Mwingine pale nyuma pale kuna jina lake ni gumu, mimi siwezi kulitaja kwa sababu ni muha, ametoka South Africa, ni mweupe, anaitwa nani yule mweupe yule beki? Rushaini. Rushaini wa Manara. Huyo bwana yule kama kaamka salama leo.